Nitakwenda kualika kanisa lote tupate kufungua Biblia zetu. I will invite the whole church to open up the Bibles Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, to the book of Acts, sura ya 7. chapter 7. Matendo ya Mitume sura ya 7 It's Acts chapter 7, na verse ya 57. verse 57 Tunamalizia kwenye verse ya 60. to 60. Fungua Biblia zako tusome sote kwa pamoja. Let us open the Bibles and let us read together. Soma Matendo ya Mitume sura ya 7 verse ya 57 hadi 60, inasema hivi: wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakiziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja. 58 wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aitwaye Sauli. 59 wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. 60 na ndio mwisho. Akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana usiwahesabirie dhambi hii. Akisha kusema hayo akalala, na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. We're going to read the book of Acts 7:57 to 60. I'm going to read the name of Jesus. But they cried out with a loud voice and stopped their ears and rushed together at him. Then they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their garments at the feet of a young man named Saul. 59. And as they were stoning Stephen, he cried out, Lord Jesus, receive my spirit. 60. And falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against him. And when he had said this, he fell asleep. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na wewe utasoma kwenye Biblia yako katika lugha ambayo unayo. And you're going to read this verse. Tumetoka kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 na verse ya 57 hadi 60. We just read Acts 7 to 60. Kuna mambo ambayo tutakwenda kuyazungumzia kwa siku ya leo. There are some things that we're going to talk about today. Na ni haya ninakwenda kualika ninyi mpate kunipa macho na masikio. And these things are things that I request you to Ili tupate kusikia yale Mungu anataka kwetu. so that we can hear what God wants us to do today. Na kipindi unaposikia neno la Mungu, And as you hear the word of God, na kualika upate kufungua masikio yako ya ndani ama ya roho na masikio yako ya mwili. I would like to invite you to open up your fleshly eyes and also your spirit eyes. Ili kipindi nitaanza na kumaliza, And when I first begin and end, upate kupokea mawili ama matatu aiza yote yatakayokusaidia katika maisha yako. so that Sifa you kwa Bwana. will receive one or two things that will help you. Kila Mkristo anayemwamini Yesu Kristo, Every Christian who believes in Jesus Christ, ambaye amekubali kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, every Christian who has received Jesus as Lord and Savior, anakuwa na itikadi kali. they have Itikadi kali, sijui nitasema nini kwa English. what is it? Kama msimamo. To have a stand. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaomba uwe haraka kidogo. Kila Mkristo anakuwa na itikadi kali katika maisha yake. Every Christian has a stand in their lives. Kwa sababu tayari umekwisha kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo. Because you have already received Jesus. Na yeye amekupaka mafuta yake mahali hapa. And Jesus has anointed you with the oil. Kwa sababu ulikiri dhambi zako. Because you said no to all the sins. Na ukakubali kumpokea Bwana wetu Yesu You Kristo. confess and you accept
to ukamkaribisha moyoni mwako. And you have invited Jesus in your heart. Na kipindi unapomkaribisha, And by the time you invite Jesus, unapokea ile imani iliyo ya kweli, you receive a true faith, ambayo tulifundishwa wiki iliyopita, the faith that we were being taught last week kupitia mtumishi wake. through our minister. Baada ya kupokea hiyo, After receiving that, ukisikia neno la Mungu linafundishwa tofauti na hilo, if you hear a word being taught differently, ule uaminifu wako unautoa. Bwana Yesu asifiwe the sana. faith will Bwana Yesu asifiwe sana. praise the Lord. Kitabu ambacho tumetoka kusoma ni kitabu cha Matendo ya Mitume. The book that we just read is the book of Acts. Kitabu hiki kina ushuhuda wake. This book of Acts has a testimony. Ushuhuda kutoka katika habari za Wakristo wa hapo zamani, You can see that there are testimonies from the Old Testament ambao walipokea Roho Mtakatifu that they received the Holy Spirit, na wao wakaanza ni wao waanzilishi wa kanisa hapa duniani. and they were the ones that started the church here on earth. Na baada ya kupokea hizo nguvu, And after receiving the Holy Spirit, wakaenda mahali popote. they went everywhere. Walianza Yerusalemu, They started in Jerusalem. Yudea, They went to Judea. Samaria They went to na Samaria. hata mwisho wa dunia. And also at the end of the earth, Ushuhuda kupitia hawa watu, the testimonies to these, ushuhuda kupitia hawa watu wa Mungu, the testimonies from these people of God, wanashuhudia ya kwamba ni Luka ndiye mwandishi wa kitabu hiki. they testified that Luke was the author of this book. Wanashuhudia ni Luka mwandishi wa kitabu hiki. They testified that Luke is the author of this book. Tukirudia hapo nyuma tunakutana kitabu hiki ni katika vile vitabu 4 vya Injili, vitabu vya Injili. If we look back, we can see that this is one of the books of the good news. Nao wanataja Mathayo, Marko, Luka na Yohana. As you can see, there's Matthew, Marko, Luke, and John. Na hivi vitabu vine, All these 4 books, wawili walikuwa wa mitume na wawili hawakuwa wa mitume. 2 were the apostles and the 2 were not the apostles. Nikikuuliza ni nani na nani walikuwa wa mitume na nani hawakuwa wa mitume? So I ask you, who were they? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Vijana Lord. nitajibu. Yes, can you give me- Kati ya Injili 4, Between the 4 gospels, wawili walikuwa wa mitume 2 were the apostles na wawili hawakuwa wa mitume. and the 2 were not the apostles. Nani na nani walikuwa wa mitume? Who were the apostles? Mathayo na Yohana walikuwa wa mitume. Na wale hawakuwa wa mitume ni nani na nani? Luka na Marko hawakuwa wa mitume. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sifa kwa Bwana. Amen. Na wewe upate kufundisha wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Luka hakuwa mmoja wa wale tenashara. Luke was not one of the apostles. Na ni yeye mwandishi wa kitabu hiki. And he was the author of this book. Na yeye ameandika vitabu viwili. He wrote 2 books. Kitabu chake cha kwanza amekiita Luka mwenyewe. His first book is called Luke. Na kitabu chake cha pili akakiita Matendo ya Mitume. And his second book was Acts. Kwa sababu ni matendo yaliyopitika siku ile waliopokea nguvu za Roho Mtakatifu. Sifa kwa Bwana. Sijui na wewe kipindi unapopokea Roho Mtakatifu ama unapokiri dhambi zako, sijue unatamka mambo gani. I don't know when you receive the Holy Spirit, I don't know what kind of words that you use. Naye amemwandikia rafiki yake apate kujua habari za Yesu Kristo. And he wrote to his friend so that he could know about the news of Jesus. Alimwandikia rafiki yake Theophilo. He wrote the news to Felix. Ameandikia kanisa lake linaloitwa kwa jina la Theophilo. He wrote it to the church that is called Ni wewe na mimi. it's you and me. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Ni wewe ndiye kanisa la leo. You are the church of Na kupitia wewe utazaa kanisa la kesho. and through you, you will have another church of Kwa tomorrow. sababu haiko sisi ndio tulianza na kanisa hili. Because we were not the one that started this church. Kanisa lilianza hapo mwanzoni na mababu zetu. The church started way Na back sisi
na sisi tuko nalo, and we have the church, na ninyi mtaendelea nalo, and you will continue na halitaharibika milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi neno la Mungu linatuambia, ukisoma Luka 1:4, Matendo ya Mitume 1:2, utakutana habari hizo za uandishi wa kitabu hiki. If you read Acts 1:1-4, you will see and read the author of this book. Tumetoka kusoma kitabu chetu, tunakutana hapa pana historia ya mtumishi wa Mungu. If we look at the Bible, we will see the story of the person of God. Mtumishi huyu wa Mungu ni mtumishi ambaye alitumika kazi ya Mungu. This servant of God did the work of God. Na alitumika na matatizo kwa sababu watu walikuwa wakiwinda wale wanaotumika kazi ya Mungu wapate kuangamiza. And he was working for God with so much difficulties. Na yalitokea kwa mtumishi huyu Stefano. And it happened to our minister here, Stephen. Kipindi alifika katika mji mmoja akihubiri habari njema ya Yesu Kristo. When he was preaching about Jesus Christ, alikuwa akiambia watu makuu ya Yesu Kristo. he was telling people about what Jesus does. Alikuwa akiwaonyesha jinsi Yesu Kristo alivyokuja hapa, Showing them how Jesus is. alivyokuja hapa duniani. He was showing them how Jesus Akapata mateso, and he was being crucified, akafa, and he died, akafufuka kwa siku ya tatu, and he rose again. na siku ya leo yuko mkono wa kuume katika ufalme wa baba yake. And on the third day he was arise, and then he sitting on the right hand of his Father. Alipokuwa akifundisha watu yale, As he was teaching people those things, na wengine walikuwa pembezoni pale wakisikiliza jinsi anavyofundisha, wanamsubiria wapate and kumwangamiza. people were listening to what he was teaching, and they were planning to stone him. Na hayo yapo yanatokea hata katika nchi zetu za siku ya leo, nchi mbalimbali hapa tunapoishi. And things like that do happen in our countries. Mtumishi huyu walimshika, Stephen, wakapiga kelele wakiziba masikio yao, they took him, wakamtokota katika nje ya mji, they cast him out of the city. walimpiga kwa mawe, They stoned him. walimpiga kwa mawe. They stoned him. Stefano akapiga magoti. Stephen bowed down. Alipopiga magoti akaangalia juu, When he bowed down, he looked upward. akaona mwana kondoo wa Mungu anayekaa mkono wa kuume wa kiti cha baba yake. He saw Jesus sitting on the right hand of his Father. Akapaza sauti akasema, And he called out. akasema, He said, Mungu usiwahesabilie lolote. God, do not hold this sin against us. Usiwahesabilie dhambi hii. Do not hold this sin against us. Usiwahesabilie dhambi hii. Do not hold this sin against. Na kipindi aliposema hayo, When he said that, akalala. he slept. Nataka nikuulize hivi, I want to ask you this. unaweza nipa utofauti gani kati ya kulala na kufa? How could you differentiate being asleep or being dead? Kwa sababu gani nauliza haya? Why do I ask this? Kwa sababu gani? Why? Nipe masikio. Give me your ears. Nataka nikufungue masikio upate kujua hili. I want to open your ears so you can understand this. Ukisikia watu wa Mungu wanasema amelala, If you hear the people of God saying he's ni asleep, yule aliyekufa pamoja na Yesu Kristo, it's a person who was dead with Jesus Christ. ambaye anasubiria siku ya parapanda kuamka kipindi atakaposikia sauti hii. It's a person who's waiting for Jesus to come. Na ikiwa itakuwa kwako, And if it's for you, ikiwa kwangu, if it's to me, ikiwa kwa yoyote yule, tutasema mtu huyu amelala, hakufa. if it's to anybody else, we can say this person is not dead, he's asleep. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Asifiwe sana. Praise God. Mtu anayekufa pamoja na Yesu Kristo amelala. Any person who's dead through Christ is asleep. Anasubiria siku ya mwisho. Is waiting for the last day. Na yule ambaye alikufa na dhambi zake zote, And a person who was dead with sin ni yule tunasema amekufa. is a person who we say that person is dead. Kwa sababu gani? Why? Hata muona Yesu Kristo. Because that person wants to see Anasubiria Christ. kwenda kuzimu. That person is waiting to go to hell, Kule atalia na kusaga meno. where they cry and they crush
kwa sababu alikufa na dhambi zake zote. Because that person died with his sins. Lakini yule aliyeziungama dhambi zake zote na kuziacha, But any person who repents and stop the sins, we say that that person is asleep. That person is waiting for Jesus Christ. Na ile siku, And that day, Bwana Yesu asifiwe sana, amen, itakuwa wimbo ambao utaanza leo, kesho kutwa, miaka yote ni mkemba leo tabule mchikoro tabule mwokoa leshele hali amechana. And that day will be a day of songs. Tomorrow, the day after, and there will be many. Na ndio maana watumishi wa Mungu wako hapa wanakesha kwa ajili ya kanisa. And the servants of God are here because of the church. Kwa sababu siku ile ya mwisho waende kupokea taji ya uzima ya utumishi wao. They want to receive their crown. Ndio maana tunakesha kwa ajili ya kanisa. And that's why we're here for the church. Tunakesha kwa ajili ya kufundisha kanisa. We pray and we do our best to teach. Tunakesha kwa ajili ya kuombea kanisa. We are here to pray for the church. Amen. Amen. Ikiwa unafanya kazi hiyo siku moja usipozilia ukapenda kupokea taji. If you keep serving God and you don't give up, you will have your crown one day. Tunakutana Stefano aliomba kwa kumlilia Mungu. We can see that Stephen prayed to God as he was crying. Ukisoma verse ya 16 utakutana maombi aina tatu ya Stefano. If you read verse 60, you will see 3 types of prayer. Ombi lake la kwanza, Stefano alipiga magoti. His first prayer, he bowed down. Stefano alipiga magoti. He bowed down. Baada ya kupiga magoti, After bowing down, akalia kwa sauti kuu. he cried out loud. Akalia kwa sauti kuu. He cried so loud. Alikuwa akimlilia nani? He was crying to who? Alikuwa akimlilia Mungu. He was crying to God. Alikuwa akiona Mungu. He saw the Lord. Aliona mwana kondoo anayekaa mkono wa kuume wa baba He yake. saw the Lord sitting. Anasubiria kuja kulichukua kanisa lake. He saw the Lord coming together. Ombi lake la tatu, His third prayer, alisema ya kwamba Bwana usimhesabirie dhambi hii. he prayed, Lord, do not hold this sin against them. Bwana usimhesabirie dhambi hii. Lord, do not hold this sin against them. Swali ni kwako. The question is to you. Unayatenda haya? Do you do this? Unawasamea wengine? Do you forgive others? Kuna baadhi yetu wengine wanasema inakuta kunos. There are some people who say, I cannot forgive that person until death. Kwa sababu gani? Why? Ni yule ambaye hajaokoka. Is that person who is not saved? Yule bado angali mtu anamtumikia shetani. Is that father who's still serving the devil? Lakini mtumishi Stefano, But Stephen, alisema Bwana usiwahesabirie dhambi hii. he said, Lord, do not hold this sin against them. Mtu wa kwanza alikuwa Yesu Kristo msalabani. The first person was Jesus on the cross. Akasema jambo lake la kwanza, And he said his first thing. baada ya kupata mateso mengi, After being beaten, Yesu alipaza sauti kuu akisema, Jesus cried out loud, Baba, uwasamehe kwa maana hawajui wanitendalo. Lord, Amen. forgive them for they do not know what they're doing. Stefano naye akasema jambo hili, Baba And Stephen uwasamehe. said the same thing. Usiwahesabirie dhambi hii, aliwasamehe yote. He forgave them. He said, Lord, do not hold this sin against them. Baada ya hapo Stefano akalala. After that, Stephen fell asleep. Swali ni kwako. The question is to you. Stefano alilala. Stephen fell asleep. Vile Biblia inasema. That's what the Bible tells us. Anasubiria siku moja ya kumwona Yesu ama asubirie siku hii? He's waiting to see Jesus one day, or he's not waiting at all. Nenda itumikia kazi. Go and do work on that one. Kwa sababu siri ya Mungu Because the secret of na God, mwanadamu anayetoweka and when a person is gone, ni yao peke yao. it's only between both of them. Lakini nitakuambia But I want to tell you, kufuatana na jinsi Biblia inasema, based on what the Bible says, Stefano alilala. Amen. Stephen fell asleep. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Neno letu la siku ya leo ni kuwa na itikadi kali katika kazi ya Bwana.
The word of today is about to have a stand in our walk. Kuwa na itikadi kali katika kazi ya Bwana. To have a stand in serving the Lord. Kupitia jambo hili tutaona mambo mawili makubwa. Through this word we will see two things. Kupitia jambo hili tutaona mambo mawili makubwa. We will see two big things. Kuwa na itikadi kali katika kazi ya Bwana ninataka kutuambia namna gani? What does it mean when we say to stand in serving the Lord? Bila kuponda muda nitakwambia twende kwa haraka ili upate kunifuata polepole. I will go slowly so you can follow along with me. Kuwa na itikadi kali ni pamoja na maombi ya Bwana. To have a stand is to have a prayer with God. Iliyoasiliwa ipate isikuhesabilie lolote lile. Is to not count anything. Tukiingia katika kamusi ya Biblia, If we look in the Bible, kuwa na itikadi kali nataka kutufundisha nini? to have a stand, we can ask ourselves, what does that mean? Katika kamusi ya Biblia inatuambia kuwa na itikadi kali katika kazi ya Bwana ni kuwa na imani katika dini unayoizaminia. To have a stand in Christ is to serve God in faith in a denomination that you're in. Na jibu letu la pili linatuambia ya kwamba ni kuwa na mawazo fulani ambayo ni ya msingi. Is to have a certain thoughts that are important. Ni vile neno la Mungu linatuambia katika kamusi ya Biblia. That's what the Bible tells us. Maana ya neno hili kuwa na itikadi kali katika kazi ya Bwana is to have a stand in serving the Lord. Kuna baadhi ya sehemu fulani ambazo zinakuwa na itikadi kali kipindi wanapopokea mafundisho ya dhehebu hili. There are different denominations that do follow some things. Tuna wenzetu Waislamu. We do have Muslims. Wana itikadi kali. They do have their own stand. Tuna wenzetu wa Témoins de Jéhovah. We do have the Témoins de Jéhovah. Wana itikadi kali. We see that they have a stand. They are Jehovah Witnesses. Na sisi siku ya leo neno la Mungu linatufundisha kwamba na sisi tuwe na itikadi kali katika kazi ya Bwana. And we are learning today that we have to have a stand in the Lord. Sio kusema kipindi utakutana na mpagani mnaanza gombana. Hapana. It's not to say that when you have when you meet an unbeliever you start to. Kwa sababu anadharau dhehebu yako. Because it will show that you don't really respect Na wengine huwa wanapata hasira katika ile acha niseme hivi. And some people get so frustrated or so angry when they wanaanza shotana vidole. And start pointing fingers at each other. Lakini nakuambia ya kwamba kuwa na itikadi kali to have a stand. Ni kuwa na imani iliyothabiti katika kazi ya Bwana. To have a stand is to have a stand in serving the Lord. Uwe na imani kwa lile unaloliaminia. To have a stand in what you believe. Ambalo litakusaidia so that you can be helped. Na siku ya mwisho linakupeleka katika uzima wa milele. And so that stand will help you. Hapana kukupeleka katika ziwa la moto, hapana. This is not a stand that will lead you to hell, no. Lakini litakapokupeleka katika uzima wa milele ni ile itikadi unaweza kuwa nayo. It's a stand that will help you to inherit the kingdom of heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Neno letu la kwanza. Our first thing. Tutakwenda kuona watu waliokuwa na itikadi kali katika kazi ya Bwana. We're going to see the people who had a stand in serving the Lord. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba ni wale wanaomwita Mungu katika maombi. They are those people who call on to the Lord through prayers. Ni wale wanaomtii Mungu na kumwogopa Mungu. They are those who fear the Lord and those who obey Him. Ni wale wanaofanya mapenzi ya Mungu. They are those who please the Lord. Wanakataa mapenzi ya shetani. They deny the things of the devil. Wanamkimbia shetani. They run away from the evil. Wanamkataa shetani. They deny the devil. Wanafanya mapenzi ya Mungu. And they do the will of God. Wanamuita Mungu katika maombi. And they call on to God. Wanamuita Mungu katika kusikia neno la Mungu. They call on to God through wanafanya mapenzi ya Mungu.
They do the will of God. Wanawafundisha watu wengine neno la Mungu. They teach others about the word of Kwa God. sababu watoke katika njia yao mbali. So that they may run away from those Na kumfuata Yesu Kristo. Sifa kwa to Bwana. follow Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ikiwa unafanya mambo haya wewe utakuwa mheri. If you do all these things, then you are blessed. Kwa sababu unayafanya katika mapenzi ya Mungu. Because you do it in the willing of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vijana mnasikia haya? Youth, do you hear this? Mnafuata haya? Do you follow this? Na nyimbo zenu zinafundisha mambo mengi tena mazuri tena matamu. And your songs teach a lot of good things and a lot of sweet things. Nitawakaza ya kwamba mzidi kuomba Mungu na kuendelea katika I would like to encourage you to keep on praying and to keep serving the ili Lord, mpate kufundisha wengine, muwe kama so that you can teach others. itikadi yenu kali kupitia zile nyimbo mnazofundisha wengine wapate kuokoka. Through the songs that you sing, so that others may be saved. Wapate kumjua Yesu Kristo. So that they may know Jesus Wapate Christ. kumwogopa Yesu So Kristo. that they may fear the Lord. Wapate kufanya mapenzi ya Yesu Kristo. So that they may do the will Bwana of Yesu Jesus asifiwe. Christ. Amen. Mtu wa kwanza ambaye ana itikadi kali katika kazi ya Bwana tunamkuta ni mzee wetu Ayubu. So we can see that Job had a stand in serving the Lord. Tusomapo maandiko matakatifu yanatuambia pia kwamba If we read the word of God, soma fungua kitabu cha Ayubu sura 27 hadi 16. we're going to read the book of Job 27. Inatupa maneno matatu ambayo Ayubu aliyasema kwa sababu yeye alikuwa mtu mwenye imani iliyothabiti katika mambo yote aliyoyapata. We're going to see what Job said because of the things that he went through and that he had a stand. Amuna wasomi. We don't have any readers in here. Kitabu cha Ayubu sura 27 na verse ya 16. Ukisoma verse yake ya 4 inatuambia verse ya 4 msamahani. Inakwenda kutuambia ya kwamba hakika midomo yangu haitanena yasiyo haki. Haki yangu naishika sana. Ukisoma verse ya 6. Lakini najua ya mwisho natuambia ya kwamba najua ya kwamba mteteaji wangu yu hai, na baada ya ngozi yangu kuharibika hivi nitamwona Yesu milele na milele. Sifa kwa Bwana. Haya ni maneno ya Ayubu aliyosema katika soma hii ya mwisho 19 na 25 aya. Ayubu 19:25. We're going to read Job 19:25. Aya. But I know that my Redeemer lives, and at the end he will stand in the dust. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ayubu alisema, lakini najua mteteaji wangu yu hai, na baada ya ngozi yangu kuharibika hivi nitamwona Yesu Kristo. Sifa kwa Bwana. Job said, but I know that my Redeemer lives, and at the end he will stand on the dust. Kipindi hiki Ayubu alikuwa katika mateso mengi ya magonjwa. During this time, Job was going through a lot of sickness. Historia hii si historia ya kigeni kwetu. This story is not a new story to Ni us. historia ambayo tunaijua sana. It's a story that we all know. Jinsi alivyokutana na shetani. How he encountered the devil. Jinsi mali yake ilivyoharibika. How all these things will be destroyed. Jinsi mke wake aliyoyaongea kuhusu Ayubu. And also what his wife had said. Akisema mkane huyu Mungu wako. She said to him, curse the Lord. Mali yote imeharibika. All the wealth has been destroyed. Watoto wote tayari wamekufa. All the children are dead. Lakini Ayubu imani yake ilizamia kwa Yesu Kristo. Through all those things he went through, Alikuwa na imani thabiti mbele ya Mungu. he had a strong stand or faith. Hakutikisika hata kidogo. He was not being moved at all. Na mwishowe akasema, And at the end he said, kufuatana na jinsi mwili wangu unaharibika hivi, he said because of how my body is being destroyed, anajua mteteaji wake yuko hai. he knows that his Redeemer is alive. Na baada ya mwili wake kuharibika hivi atamwona
Mungu. Sifa kwa Bwana. After his body was being destroyed, he saw God. Sijui na wewe unasema namna gani? I don't know what to say. Wengi kati yetu wanapopata mateso tu, All of us, some of us, when we go through sufferings, wanamsahau Yesu Kristo. they just forgive Jesus. They forgive Jesus. Anapopata jaribu kidogo tu, When they go through a small trial, anamkana Yesu Kristo. they just deny Jesus Christ. Lakini hayukuwa kutenda hivi. But Job didn't do that. Alisimama imara. He stood up. He stand on his stand. Ijapo nipate mateso haya, And he said, even though I'm going through ijapo mwili wangu upate kuharibika hivi, it doesn't matter if my body is all. nitakuona Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe ungesema jambo hili. And I would like you to say that too. Neno hili linatuambia ya kwamba Ayubu alikuwa na itikadi kali katika kazi ya Bwana. This word tells us that Job had a stand in. Neno hili linatuambia ya kwamba Ayubu alikuwa na itikadi kali katika imani yake. This word tells us that Job had a stand in his faith. Kwa sababu alisimama imara, haijalishi mateso aliyoyapata. He stood up firm, regardless of what he went through. Sijui na wewe unasema namna gani? I don't know what you say. Sijui na wewe unasema namna gani? I don't know what you say about this. Lakini tumuhige mzee wetu Ayubu. But let us follow the example of Job. Kwa kusimama imara katika kazi huduma ya Bwana wetu Yesu To Kristo. stand firm in serving the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Tunakuta mtu wa pili ni Danieli. We can see another person, which is Ni Daniel. Danieli. Danieli walipelekwa huko Babiloni kutumwa. Daniel was being sent to Babylon, Lakini hawakumsahau Mungu wao wa vijana. but he did not forget his God. Ukisoma historia ya Danieli vizuri utakutana kuna wengine wa vijana watatu pale kati yake. If you read the story of Daniel, you will see other three young men. Vijana hawa walikuwa imara, walikuwa na imani thabiti katika Yesu Kristo. Those young men had a strong faith through Jesus Christ. Kijana huyu alidumu katika kumwomba Mungu. Daniel was a prayerful man. Alikuwa kipindi anapoingia nyumbani mwake When he was entering his house kuomba Mungu, to pray, alikuwa akifungua madirisha inayoangalia upande wa nchi yao ya Yerusalemu. he would open the windows that do point to his country, which is Jerusalem. Ni kama vile sisi Wakongomani walio hapa, It's the same thing with Congolese who are here. kipindi tunapoingia nyumbani kuomba Mungu, When we enter into our house to pray to God, tunafungua madirisha madirisha ya nyumba zetu inayoangalia upande wa nchi yetu ya Kongo. we open up our windows so that are pointing to Ni jinsi hao wa vijana walivyokuwa wakiyafanya. It's the same to what these young men were doing. Na mambo kama haya kumwomba Mungu yakuwa yanasikilika. And these things of praying to God were not being heard at all. Lakini alisimama imara katika kuomba Mungu. But he stood up firm into praying to God. Akifungua madirisha upande wa Yerusalemu. He opened up the windows to the way of Jerusalem. Danieli alikuwa akifanya kama vile alikuwa akiomba Mungu, akipiga magoti kama vile historia tuliyotoka kuisoma hapo mbele. Daniel would bow down as he would be praying, and it's the same thing with how Stephen was doing. Lakini siku moja But one day, walikuja wakamwona. they came and saw him, Taarifa ikaenda kwa mfalme. and the news went to the king, Akaja akashikwa. and he came and they captured him. Haijalishi alikuwa rafiki wa mfalme. And it didn't matter that he was a friend of the king. Haijalishi wewe ukiwa rafiki yake ya Rais Trump. It doesn't matter if you're a friend of Donald Trump. Sheria ikitolewa inatolewa tu. When the law is being given, it's just being given. Danieli alishikwa. Daniel was being captured. Wakampeleka na kwenda kumtupa katika ile tundu la simba. They took him and they wanted to throw him in the den of the lions. Na wale wasimba walikuwa wakali sana. And the lions were very, very harsh. Walikuwa wakifanya mtu akitupwa mule wanamrarua bado hajafika chini.
And those lions were eating people alive as soon as they are in the Lakini kipindi Danieli alitupwa mule, when Daniel was in the den, kwa sababu alikuwa imara katika maombi, and because he was so kwa sababu alikuwa na imani thabiti katika maombi, he had a strong faith, kwa sababu alikuwa anamheshimu Mungu na kumwogopa Mungu, and because he had fear of God, simba hazikumgusa Danieli, the lions didn't even touch Daniel. wala nguo yake haikupata hata jeraha kidogo. Neither of his clothes got dirty. Simba zilikuwa zikizunguka mule, Danieli yuko mule The imara. lions Yesu were just asifiwe walking sana. around and Daniel was fine. Simba zinamzunguka mule, hazimkuni, hazimnusi, hazifanyi chochote, lakini Danieli yuko imara pale. Then the lions were not doing anything. They were just running around or walking around. Lakini huko wanasema Danieli ameliwa na simba. But outside, the people had a assumption knowing that Daniel was already dead. Kesho yake walikuja kuangalia kama simba zimemkula. And the day after, people came to see if we Na were mfalme dead. akiwa kwenye msafara, And the king was dead. akamwita Danieli, He called Daniel. akaita Danieli, He called out kwa Daniel sababu imani yake ilikuwa thabiti kwa Mungu. because his faith was very strong. Danieli akaitika, mimi hapa. Daniel said, yes. Alipoitika wakakwenda wakachungulia mule, wakamkuta yuko imara. Sifa kwa Bwana. He said yes, and people looked at him, and he was fine. Wakasema toka. They told him, get out. Danieli akatoka. Daniel came out. Ile tunayoongea katika lugha yetu arohola na kulakala bila hata ichichia huko. That's how we say it in Kirembe. Napenda kusema ya kwamba alitoka mule bila kuguswa hata na sehemu moja ya simba. He came out of the den without being harmed. Kwa sababu Danieli alipiga magoti mara 3 kwa ajili ya kupaza sauti yake kwa kumuomba Mungu. And this was because Daniel bowed down 3 times. Na madirisha yalikuwa yakifungua ya upande wa And Yerusalemu. his windows were being opened. Ukisoma Danieli 6 na verse ya 10 utakutana historia If you hii. read the book of Daniel 6:10, you'll see it right there. Mara ya pili Danieli akasema, uniokoe na mkono wa adui zangu. Also, Daniel said, save me from the enemies. Miila alikuwa akimwambia Mungu. And that's what he was telling to God. Kipindi alipokuwa katika shimo la simba, When he was in the den of lions. uniokoe na mikono ya adui zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila Mkristo anayemwamini Yesu Kristo kipindi anapopata majaribu anasema uniokoe na mimi na jaribu hii. Usiombe ukiwa na mashaka. Don't pray and you have fear. Usiombe ukiwa na mashaka. Don't pray and you have doubts. Tunaomba na mashaka, ndio maana Mungu hatujibu. We pray with doubts, that's why God does not answer. Tunaomba tukiwa na dhambi, ndio maana Mungu hajibu mahitaji yetu. We're sin, and that's why God is not answering our prayers. Ayubu aliomba, mateso yakapita. Job prayed and the suffering was gone. Danieli aliomba akaokolewa katika lile tundu la And simba. Daniel prayed and he got saved. Kuna vijana wetu watatu, Shadraka, Meshaki na We Abednego. also see other young men, Shadrach, Meshach, and Abednego. Na hao vijana walikataa kumwabudu ile miungu. And those young men refused to bow down to the idols. Wakashikwa, And they were being captured. wakatupwa katika ile moto kali ambao walikuwa wakiongezea mara kwa mara. They were being thrown in the fire. Ajabu iliyoonekana pale, There was a miracle that wale waliowashika wale wa vijana kuwatupia katika ile tanuru la moto those people that threw him in the fire, ni wale walimugua they were na wakafa pale pale. they were the people Lakini hawa vijana wetu watatu but those 3 men, ni Shadraka, Meshaki na it Abednego, was Shadrach, Meshach, and wale moto Abednego. haukuwagusa The fire did not touch kwa them. sababu walidumu katika imani iliyo ya kweli, And it was because they had a real kwa faith. sababu itikadi yao ilikuwa ikisimamia Mwenyezi Mungu, Because they had a stand in the Lord. kwa sababu walifanya mapenzi ya Mungu, Because they did the will of God. kwa sababu walikuwa wakidumu katika kumwomba Mungu. Because they were serving the Lord. Na kilichokuwapatia nguvu
ni kipindi walipokataa kuabudu ile miungu. And there was a time when they refused to worship the idols or worship the statue. Itakuwaje tuabudu sanamu? Itakuwaje tuabudu sanamu? Na sisi tunamwabudu Mungu wa kweli, aliye hai, ambaye anaongea, ambaye aliyekuwepo, aliyopo na atakayekuwepo. They asked themselves, why should we worship the statue or the idols when we have our God? Walikataa. They refused to bow to the idols. Walikataa. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama na wewe siku hiyo, I don't know for you, utakapofikia katika mambo hayo, when you go through those things, utatamka jambo gani? what you're going to say. Danieli hakuliwa na simba. Daniel was not being eaten by the lions. Hawa vijana watatu hawakuungua na ule moto. And the 3 young men were not being burnt by the Na fire. kipindi walienda angalia, When they went, niwaambie ishara iliyotokea katika ule moto. you want to hear what happened through the fire? Walienda kutana na vijana wale. They saw that there were 4 men. Mmoja na mavazi yanayomeremeta. One had very colorful or bright clothes, Akizunguka mle. and he was going around. Akizunguka mle. And he was walking around. Inawezekana walikuwa wakiimba nyimbo za ushindi. Maybe they were singing the songs of victory. Inawezekana walikuwa wakiomba maombi ya ushindi. Maybe they were praying with a prayer of victory. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, vijana wenzangu, watumishi wenzangu, wakina mama, wakina baba wenzangu, neno la Mungu linatuambia tudumu, tuwe na itikadi kali ili tupate kuwa na msimamo ulio thabiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu wa tatu ni historia hii tuliyotoka kusema hapa ya Stefano. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Stefano naye alishinda katika haya yote. Kwa sababu gani? Kwa sababu itikadi yake ilikuwa itikadi moja tu, ya kumwamini Mungu wetu tu, na yeye akashinda kwa hili. Lakini nataka niwaambie, kuna kikundi kingine cha watu ambao waliodumu katika itikadi kali baada ya kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Petro pamoja na wenzake wale wa mitume ambao wale tunaowaita tenashara, na wao nao walidumu katika hili na wakaendelea katika itikadi yao ya kuhubiri injili ya Yesu Kristo, wakitenda makuu ya Yesu Kristo. Lakini maombi yao nayo ilikuwa yafuatayo. Walisema namna gani? Walisema vivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Walikuwa wakishinda nani? Walikuwa wakimshinda shetani, kwa sababu yeye yuko pale karibu kwa ajili ya kuharibu kazi za Mungu. Hawataki sifa kwa Mungu, wanataka Mungu apate heshima. Lakini kipindi tunaposimama imara, We stand firm. ni Mungu ndiye anapata asilimia. When we stand firm, that's when God is being glorified. Wakasema ya kwamba And they said, kipindi walipokuwa wakihubiri injili ya Yesu Kristo, when they were preaching the gospel of Jesus, hawakuangalia nyuma, walikuwa wakisonga mbele katika kazi yao. they didn't look back. They were just serving God. Walipata matatizo lakini walisonga mbele. They had difficulties, but they keep moving forward. Walipata shida nyingi lakini walisonga mbele katika kazi ya Bwana. Trials, but they keep Sijui na wewe the Lord. kipindi unapopata matatizo unasonga mbele katika kazi ya Bwana. When you face trials, do you move forward? Tunakutana katika safari yao, walikuwa wakiwaponya wagonjwa. We can see that they were healing those who were sick. Kama vile walivyomponya kipofu Bartimayo. Like how they healed. Walisikia sauti ya Bartimayo, waliposikia wakamkemea. When they saw the man who couldn't see, they just rebuked him. Lakini walipomkemea haikuwezekana. Aliendelea kupaza sauti. He just continued to Akasema, Yesu Kristo ni rehemu. said, Lord, have mercy. Uniponye na tatizo hili ambalo
tukufanyie nini? They asked him, what do you want us to do? Akajibu, nataka kuona. He said, I want to see. Na kipofu yule akamwambia, nenda zako, imani yako imekuponya. Sifa kwa Bwana. And the person was told, Walimwambia, nenda zako, imani yako imekuponya. they told him, your faith has healed you. Na wengi kipindi wanapokuwa kwenye kitanda cha magonjwa, And for those who are sick, wanaomba na mashaka. they only have doubts. Lakini kipofu huyu aliomba na imani kubwa, But a deaf had a very strong na imani yake ikamponya. Sifa kwa Bwana. faith. Na wewe omba Mungu kwa imani kubwa, And as for you, pray na with imani faith, yako itakuponya, and your faith, itakutoa katika kitanda hicho ulicho hapo, and the faith will heal you. kitanda kile cha magonjwa. That the faith that you have will heal you from the sickness. Kama ni shida za magonjwa utapona. If you are very sick, you will get healed. Kama ni shida za vifo utapona. If you are about to die, you will get Kama ni healed. shida za njaa utapata chakula utapona. If you are hungry, you will have food. Kama ni shida mbalimbali utapona. If you have any other problems, you will be, Kwa sababu- the problems will be solved. Kwa sababu imani yako iko thabiti mbele ya Yesu Kristo. Because your faith is very strong before the Na Lord. ndivyo jinsi watu hawa wa Mungu walifanya kazi ya Mungu. And that's how these people of God, Na ndivyo jinsi walivyoendelea katika kazi ya Bwana. and that's how they continued in the Lord. Na watu hawa kupitia kazi walioifanya na matendo walioifanya, And as we can see these people through the work that they did before the Lord, haijalishi walipata mateso siku yao ya mwisho, it didn't matter the trials that they faced at the end. tunasubiria siku ile Yesu Kristo atakaye kulichukua kanisa lake. We're waiting for the day that Jesus will come and take his Ni pale church. kila umoja atakwenda kupokea thawabu yake. It is when everyone will give an account to the Lord. Swali, je, utakuwa pamoja na wale waliofanya mapenzi ya Mungu? The question is, are you going to be among those people who did God's will? Haijalishi shida unayozipitia, It doesn't matter the problems you're going through. haijalishi magonjwa unayoyapitia, It doesn't matter the sickness you're going haijalishi taabu yoyote hii unayoipitia, through. It doesn't matter any suffering that you're lakini going neno through. la Mungu linatupatia nguvu kusema ya The kwamba word of God encourages us that tuseme kama jinsi mzee wetu Ayubu alivyosema, let us declare like how Job declared. tuseme kama vile Stefano alivyosema, To say like how Stephen, tufanye kama yale Danieli aliyoyafanya to do what Daniel did, na kadhalika. and so on. Lakini tukiwa wadhaifu katika yale, But if we are very weak, hatutakwenda kupokea thawabu yake. we will not receive our Neno letu la pili, Our second thing, wasiokuwa na imani ama wasiokuwa na itikadi hiyo katika kazi ya Bwana, those people who don't have a strong faith. ambao wanapatikana katika Biblia. And we see these people in the Bible. Tunakutana mtu wa kwanza ni Yuda Iskariote, We can see the first person is Judas, mmoja wa wale tenashara. and he was one of the disciples. Alikwenda kufanya shauri ya kumuua Yesu na wale Mafarisayo. He talked to the Pharisees so that Jesus could be. Akapewa vipande 30 vya fedha, He was being given only 30 coins, akamsaliti Yesu. and he betrayed Jesus. Kosa aliyoifanya, The thing that he did, which was not right, hakukiri dhambi. he didn't repent. Ndiyo maana anasubiria kwenda katika lile ziwa la moto. That's why he's waiting to just go. Angekiri dhambi hiyo, Yesu Kristo angemsamehe kila If kitu. he repent of his sins, Jesus would have forgiven him. Swali nataka nikuulize wewe, The question I want to ask you is, Yuda Iskariote Jude na Stefano, and Stephen, swali linatoka, the question, je, wana imani moja? do they have the same faith? Jibu ni hapana, The answer is no. hawana imani moja. They don't have the same faith. Kwa sababu gani? Why? Kwa sababu Stefano alikuwa na itikadi kali katika imani yake. Because Stephen had a strong faith in what he was Yuda doing. Iskariote hakuwa na hii. And Jude did not have any faith at all. Katika imani yake, Through his faith, Yuda Iskariote Jude, imani yake haikuwa thabiti. he didn't have a very strong faith at Na all. wengi wako hivyo ndani ya kanisa. And
we have so many people like that. Na wengi wanaishi kanisani miaka na miaka wakiwa na imani kama hii ya Yuda Iskariote. And we can see that so many people live for so many years but they don't have a strong faith. Lakini neno la Mungu linatuambia kwamba kuwa na imani sahihi. But the word of God tells us that to have a strong faith, to have a stand. Tunakuta watu wa pili ni Anania na Safira. We can see Ananias and Sapphira. Tunajua historia hii jinsi ilivyopitika. We know how the story went. Walitoa shamba lao. They gave out their land. Baadaye wakaujisha ile shamba. And then afterward they sold the land. Baada ya kuona kiwango cha pesa ni kikubwa. When they saw that after they saw the amount of money was more. Wakadanganya roho wa Mungu. And they lied. Lakini mwisho wao ulikuwa nini? But what was the end? What was their end? Mwisho wao ulikuwa ni kifo. Their end was only death. Mwisho wao ulikuwa ni kifo. Their end was death. Na ilikuwa ni kifo kibaya. And it was a very bad death. Lakini neno la Mungu linatuambia ya kwamba But the word of God tells us that kwa ajili ya kutokutenda haki ya Mungu hawa watu wawili, because they did not please the Lord, na kumdanganya Roho Mtakatifu, and that they lied to the Holy Spirit, kwa sababu hawakuwa na imani iliyo thabiti, and that they didn't have a very strong faith. Walikuwa na imani ya mashaka. They had doubt in their faith. Ndio maana walifanya kitendo hiki. That's why they lied. Na hili inapatikana hata ndani mwetu. And we can find that among us. Inapatikana katika kanisa. We can find that in our church. Inapatikana katika wa vijana. We can find that our youth. Inapatikana katika wakina mama. Or we can see people who are like that. Inapatikana katika wa baba. Also our fathers. Inapatikana katika sisi watumishi. Also through us. Inapatikana katika kila rika. Or it could be just anybody. Neno la Mungu linatuambia kwamba tusimame imara katika imani yetu. The Bible encourages us to stand. Neno la Mungu linatuambia kwamba tuwe imara katika imani yetu. The Bible encourages us to have a stand. Wengi kwa sababu ya kuwa na mashaka ile tunayoita tashwishi, a lot of us have doubts that we call tashwishi. Ni watu wenye hawana msimamo fulani. They are the people who don't have a stand. Ni watu ambao wanakuwa wiko ile tunasema katika lugha ya Kifaransa kunia roshi ni watu. There are those people who don't even have the right. They're not on the right side or the left side. Tukisema jambo kuhusu dhambi, if we talk about sins, tukisema wizi, if we talk about inapatikana kanisani. They are found in the church. Tukisema uasherati na uzinifu, if we talk about adultery, unaikuta iko kanisani. We see that in the church. Tukisema utetano na ukabila, if we talk about gossiping, unaikuta iko kanisani. We can see that in the church. Kwa sababu gani? Why? Ni kwa sababu tunasimamia katika mashaka. It's because we stand on the commands. Hatujakuwa na imani iliyo thabiti. We don't have a very strong faith. Lakini hawa wazee wetu walikuwa na imani thabiti, ndio maana wanasubiria siku ya mwisho. But our ancestors had strong faith. Na mwisho wao ukawa mzuri. And their end was very good. Na kwako wewe kwa sababu hautaki unataka mwisho wako uwe mzuri. And as for you, if you want your end or your last day to be nitakualika ya kwamba I would like to invite you. Aina yote ya dhambi haitaki kutajwa ndani mwako. Any kind of sins should not be mentioned in you. Neno linaloshangaza, the surprising thing is, unakutana mambo ya uzinifu yanapatikana kati yetu sisi wa Kristo wanaomkubali Yesu Kristo. Bwana Yesu atuhurumie sana kwa hiyo. Lakini neno la Mungu linatuambia ya kwamba tusimame imara katika imani yetu. But the word of God encourages us to stand firm in our faith. Swali linatoka. Question. Kwako na kwako. To you and to me. Kwa kanisa nzima. To the whole church. Awe baba, awe mama. Either mother or father. Awe kijana, awe mvulana ama msichana. Either a man or
or awe mkubwa awe mtoto, an older person or a young person, una imani gani? what faith do you have? Una itikadi kali katika kazi ya Bwana au hauna imani katika kazi ya Bwana? Do you have faith in the work that you do for God, or you don't have faith at all? Nikakualika tuwe na itikadi kali katika kazi ya Bwana. I would like to invite you to have a strong faith in serving the Lord. Tukiwa hivyo na kufanya mapenzi ya Mungu, siku moja tutapata If we kuona. are like that and to do the will of God, we will see God one day. Tukiwa hivyo, siku moja tutakwenda kurithi ufalme wa milele. If we are like that, we will inherit the kingdom of heaven. Baba mwenzangu, My fellow father, mama mwenzangu, my fellow mother. neno la Mungu linasema tuwe na itikadi kali. The word of God encourages us to have a strong faith. Labda wewe haujawa na itikadi kali, Maybe you don't have a strong faith yet. ingekuwa heri ufanye hatua. It would be better if you take a step. Fanya hatua ungaliki na muda. It would be better if you take a step because Fanya hatua ungaliki na nguvu. you still have energy. Fanya hatua ungaliki unaongea. Take a step because you still have the breath. Usisubirie siku hii. Don't wait for the last day. Labda itakuwa ya kwako. Maybe it will not be your day. Labda itakuwa ya kwangu. Maybe it will not be my day. Ya waheri. It is to those who are blessed. Fanya hatua. Take a step. Anawakila Yesu akone na usukwe na wake mshii iwamona kusuka magapale angawa wachagobe mshiwa mmoja Yesu kulinamba kalamu basha Yesu Kristo anaongea moyoni mwako. Jesus Christ is speaking in your heart. Anakukumbusha yale yote uliyoyatenda jana na uliyoyatenda asubuhi. He is reminding you of what you did yesterday and what you did this morning. Na kipindi anapokukumbusha hali ni kwako wewe kufanya hatua. And as he is reminding you those things, it's your duty to take a step. Kwa sababu muda ungalika. Because you still have the time. Lakini But yeye anayejua gari ya kila umoja wetu hapa. he is the one that knows everyone's day. Anaangalia kama unatimiza. He is looking at everyone to see if they have done what he asked us to do. Niwaambie mambo yatakayotupeleka jehanamu. Let me Jehanamu tell kwa you the wingi. things that will get us to the hell. Watu wa siku ya leo wanapenda kupendeza kuliko vitu vyote. People of these days want to look good on top of anything else. Na kupitia hiyo wanaingia katika mambo mengi yasiyo mazuri. And through that, they get through a lot of things that are not good. Wanafanya gharama ya pesa nyingi huku kwenye madukani kwa ajili ya kununua kile na kile kwa sababu wapendeze. They spend a lot of money to buy this and that. So Njoo ukikutana naye unamwangalia yeye ni Yezebeli ndani. when you look at them, you even forget their faces or how they Unajua look. historia ya Yezebeli? Yezebeli alikuwa mwanamke mwovu. You know the story of Jezebel? Jezebel was a woman who was Ni wicked. mwanamke mwovu. She was wicked. Na yale yote aliyokuwa akiyafanya na ndivyo zaidi wakina mama wa siku ya leo wanayafanya. And all the things that she was doing are the things that Neno la Mungu Allah. linakataa yale. The word of God rejects that. Neno la Mungu linatuambia tutoke katika yale tuingie katika mambo mapya. The word of God encourages us to move Na mambo mapya to ni kuwa na imani thabiti mbele ya Yesu get into Kristo. new stuff, which is having a strong faith in the Lord. Walake yobega sona yose na usume na wake mshi iwa mona osoka manga pare angawa wachago bebubi mshiwa mmoja Yesu ule na makala
Avete felice? Vai che la massa non vai vedere conto è più in comune. For those who went to school, you can say you can copy someone else. Na cresciuto a passare con il cresciuto. And a Christian needs to follow or look upon another Christian. Yale yote basi kama umepitia amesimama sababu na Ukristo kwa ndani. All the things that he went through, he had a Christianity within him. Na ese taishi tu tataru musuko. And this world will not benefit us. Taishi muono bekreshi tataru musuko ise. This world will not benefit us at all. Na toshi tendele gangi tataru musuko. Hawata kusemea mazuri hata siku moja. And this world will not say good things about you at all. Uangwa muudi. Watakusema kwa mchawi. They'll tell you that you do witchcraft. Uangwa ebono muudi bere tule nabo. People say that you have witchcraft. You have the right to say, I don't have witchcraft. Male maboma mumubiko. Those are the rocks that you're being thrown at. Male matete yange maboma mumubiko tekeleshito. You are being stoned as a Christian. Ila oja ule Stefano. But I want to encourage you to respond just like how Stephen responded. Baba wasamehe. God forgive them. Baba yabaka maobe ubakagire. Those who gossip about you, forgive them. Mungu mwenye wakambana one mwana onga wewe unabirusha kambana. And for you who gossip about other people, God can forgive you. Bachuka mana baya tuwalizi. Those people who gossip are the people of the world. Abisha tuatishire bika Mungu na Yesu. God,